Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, nikukaribishe tena kwa kipindi kizuri, kipindi cha Timazi ya Amana. Kipindi chetu cha Timazi ya Amana leo kinakuja na mwendelezo wetu wa habari ile ya miiko na maadili katika matoleo. Na kabla tujaendelea, karibu kwa ajili ya ombi. Mfalme wa amani, tunalitukuza jina lako kwa wema wako na upendo wako. Tunapokwenda kwa ajili ya neno lako la uzima, Mungu katubariki, kubariki wasikilizaji na watazamaji kwa namna pekee. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tunaomba, amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, Timazi ya Amana inaendelea na mwendelezo wa kipindi chetu tulichokuwa tumekianza kwa kipindi kilichopita, miiko na maadili katika matoleo. Tuliona ya kwamba miiko na maadili katika matoleo, sio kila matoleo yanapoletwa ya zaka na sadaka yamekidhi miiko na maadili ya matoleo. Kuna matoleo mengi ambayo yanakidhi miiko na maadili katika matoleo, na kuna matoleo mengi ambayo hayakidhi maadili na miiko katika matoleo. Kwa hiyo unaweza ukajipima ya kwamba kila matoleo unayoyaleta yapime, je, yamekidhi katika vigezo vya miiko na maadili katika matoleo au hayajakidhi katika miiko na maadili ya matoleo. Na ukigundua ya kwamba ni miongoni mwa watu ambao wameanguka katika timazi ya amana iliyopima miiko na maadili ya matoleo, inabidi ufanye uamsho na matengenezo ili miiko na maadili ya matoleo iwe sehemu yako, utembee sawasawa na miiko na maadili ya matoleo. Kipindi kilichopita tuliona miiko na maadili ya matoleo. Jambo namba moja tuliona ni umoja katika matoleo. Leo tunaangalia jambo namba 2 kama sehemu ya miiko na maadili katika matoleo. Jambo namba 2 ni kujitoa. Miongoni mwa miiko na maadili katika matoleo ni kujitoa. Na hapa tunaona ya kwamba chimbuko na msingi na chanzo cha kujitoa ni Yesu, ni Mungu mwenyewe. Katika Yohana 3:16 kwamba alipopenda ulimwengu akamtoa mwana wa pekee. Je, tabia ya utoaji ya Bwana ilikuwaje? Tabia ya utoaji ya Bwana ilikuwa ni kutoa kitu cha pekee. Mungu alimtoa mwana wa pekee. Kwa hiyo kujitoa ni kudhihirisha miiko na maadili katika matoleo. Mbingu zilianzia na kuupenda ulimwengu. Mbingu hazikuanzia na kumtoa mwana wa pekee. Mbingu zilipoanzia, wewe na mimi tunapaswa kuanzia pale. Wewe na mimi tunapaswa kuishia. Mbingu zilipoishia, mbingu hazikuanza kutoa mwana pekee. Mbingu zilianza na upendo. Swala la miiko na maadili ya matoleo yanataka tuanze na upendo. Kumpenda Bwana Mungu. Ukimpenda Bwana Mungu wako, hautaacha kujitoa kwake. Utajitoa kwake kwa wakati wote na dhamana ya vitu vyote alivyokubarikia. Kwa hiyo tuanzie kwenye chimbuko, tuanzie kwenye msingi, tuanzie kwenye chanzo, yeye aliyetoa. Na hakuna mwanadamu anayeweza kutoa zaka na sadaka, bali wanadamu wanarudisha zaka na sadaka. Mbingu zilishatoa, mbingu ndio zinatoa, mwanadamu hawezi kutoa. Unajua mara nyingi tumetumia huu msemo ya kwamba kutoa zaka na sadaka, lakini tumeutumia mahali pasipo sahihi. Kwa hiyo ili tutumie mahali ambapo ni sahihi, tunasema ya kwamba kurudisha zaka na sadaka. Kwa hiyo tunarudisha kwa sababu sisi tumedhaminiwa, tumepewa dhamana. Tunapewa dhamana ya hii mibaraka. Hii mibaraka ya dhamana inabidi irejeshwe kwake, na inarejeshwa kwa njia ya kupenda na kujitoa, kama Bwana alivyoupenda ulimwengu akajitoa na kumtoa mwana wake akafa katika msalaba wa Kalvari, ili mimi na wewe tuwe na uzima tele. Kwa hiyo miiko na maadili katika matoleo, kujitoa ni jambo la maana sana.
kujitoa kwa Bwana Mungu wetu. Aliyetupatia vyote, bila yeye sisi si kitu. Mwanadamu yeye siye chimbuko, wala siye msingi, wala siye chanzo. Mwanadamu yeye anafuata kielelezo cha kwenye chanzo na chimbuko na msingi, ambaye ni Bwana aliyetoa mwana wa pekee. Kwa hiyo kanuni ya utoaji huanzia katika kupenda, haianzii katika kutoa. Kwa hiyo tukianzia katika kupenda, kisha tukatekeleza maadili na miiko ya kujitoa, tutakwenda sawa sawa. Huwezi kurudisha kitu cha pekee kama ndani ya moyo wako hauna upendo. Msukumo wa upendo huanzia ndani ya moyo. Urudishaji wa zaka na sadaka, kujitoa, huanzia ndani ya moyo wako. Kila pato unalobarikiwa na Bwana, hebu Bwana kujalie msukumo wa upendo. Bwana kujalie msukumo wa kujitoa na kumpa Bwana stahiki yake. Upendo wa kweli uonekana katika matoleo zaidi, wala sio maneno. Huwezi kusema ya kwamba unampenda Bwana bila kuonyesha upendo wa kujitoa na kutoa na kurudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu ghalani mwake. Upendo huanzia ndani. Urudishaji zaka na sadaka ni matokeo ya utu wa ndani. Hivyo matendo huonekana katika mambo ya ndani yaliyofichika na kujidhihirisha katika hali ya nje ya urudishaji kimatendo, kujitoa. Swali ni hili, msikilizaji na mtazamaji. Je, kweli maisha yako yanaonyesha kujitoa kwa Mungu wako? Kweli familia yako inaonyesha kujitoa kwa Mungu wako katika matoleo? Je, kweli biashara yako inaonyesha kujitoa kwa Mungu? Je, kweli kazi yako unapopokea mishahara ya kila mwezi, je, inaonyesha kweli unajitoa kwa Mungu kwa ukamilifu katika matoleo? Je, ile mifugo, je, yale mashamba unayovuna, je, kweli unajitoa kwa Mungu kutoa matoleo kwa Bwana Mungu wako? Au unafanya tofauti? Upendo wa kweli huonekana katika matendo, wala sio maneno tu. Kusema unampenda Bwana Mungu wako, huku utendi kwa kurudisha mali yake, huku utendi kwa kuonyesha usafi wa maisha ya kujitoa, hiyo itakuwa ni unafiki mtupu. Kumpenda Mungu ni kurudisha kimatendo kwa ukamilifu wote kwa alivyokubarikia. Yesu Kristo alidhihirisha matendo zaidi kwa kujitoa, kufa kwa ajili yetu katika msalaba wa Kalvari. Kristo alidhihirisha tabia yake ya utu wake wa ndani katika matendo ya utoaji wake kwa ukamilifu kwa mwanadamu, na kuthibitika katika msalaba wa Kalvari. Matendo ya Mungu yanaonekana kumtoa mwana wake katika msalaba wa Kalvari. Ikiwa ninampenda Mungu, ikiwa unampenda Mungu, ndugu msikilizaji na mtazamaji, hautasita kujitoa, kuleta zaka na sadaka kwa ukamilifu. Ikiwa unampenda Mungu, hautasita kuonyesha maadili na miiko katika matoleo, hasa ili adili na umwiko wa kujitoa kwa Mungu wako. Mungu alimtoa mwana wa pekee. Upendo unapaswa kuwa msingi wa tabia ya Mkristo katika maisha yake ya kila siku. Upendo unatakiwa utekelezwe kimsingi kama kwenye chanzo na msingi na chimbuko. Yeye alipoanzia, mawakili wake tunapaswa kuanzia. Yeye alipoishia, mawakili wake tunapaswa kuishia pale. Pendo msikilizaji na mtazamaji, mambo ya kujifunza katika kitabu kile cha Yohana 3:16. Mbingu zilipomtoa mwana wa pekee, hazikutoa chochote alichokuwa nacho. Mbingu hazikutoa kwa kujisikia. Mbingu hazikutoa kama wanadamu wanavyofanya leo, wanavyojisikia. Mungu alitoa kwa kupenda. Alitoa kwa kupenda kuliko vyote alivyokuwa navyo.
Utoe vyote ulivyokuwa navyo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Toa vyote ulivyo navyo vya zaka na sadaka ghalani mwa Bwana. Kujitoa. Swala la kujitoa. Waswahili wanasema kutoa ni moyo wala si utajiri. Kutoa ni moyo wala si utajiri. Unajua watu wengi wanadhani ya kwamba kutoa ni utajiri. Hata masikini wanaomjua Mungu, wanaompenda Mungu, wanapojitoa kwa kidogo alichonacho, kinafanya kazi kubwa ya utume. Na ndio maana yule mama maskini tena mjane alitoa senti 2, sababu alisukumwa na upendo wa kutoa kwa kadri alivyobarikiwa. Aliweza kufanya sawasawa na ukamilifu wa Torati unavyotaka. Lakini wale wengine matajiri walitoa vitu vilivyowazidi, hawakufanya kwa uaminifu na ukamilifu. Na ndio maana Mungu anaangalia umuiko wa maadili na maadili ya kujitoa katika matoleo. Ni wa maana sana na ni msingi sana. Mungu alitoa kwa ajili yetu kilicho bora tena cha thamani. Alitoa kilicho kamili. Kwa hiyo kama ni kujitoa, toa nguvu zako kwa ukamilifu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Toa mali zako kwa ukamilifu wa kazi ya Bwana. Toa zaka na sadaka kamili kwa ajili ya Bwana. Toa muda wako kwa ajili ya kazi ya Bwana. Toa kila kitu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Fursa ya kwanza ni Bwana apewe kila kitu. Mbingu zilitoa kitu kilichochema. Swala la kujitoa, unatakiwa utoe kilichochema. Mbingu zilitoa kitu cha pekee. Swala la kujitoa, inabidi utoe kitu cha pekee. Iko na maadili ya matoleo, inahitaji tulete kitu cha pekee, mwana pekee. Mungu alitoa sadaka kubwa tena ya thamani, iliyo kubwa tena iliyojitosheleza kwa madai ya sheria takatifu na kamilifu, tena iliyo bora, yenye uwezo mkubwa, yenye kusafisha na kutakasa, yenye matokeo makuu ya milele. Huduma zetu zote zinatakiwa zitawaliwe na kujitoa. Msingi mkubwa wa kujitoa kwa Bwana, msingi wa upendo. Na ndio maana upendo wa Yesu wa Mungu haukuhamasishwa kumtoa mwana wa pekee, wala haukuchoka, wala hakulazimishwa. Upendo wake wala haupungui neno lolote na kwa wakati wote. Upendo wake waongoza watu wake kuliko vyovyote vile. Upendo wa Mungu utoa kilicho cha thamani na bora kwa ukamilifu wake. Upendo wa Mungu ni tabia ya Mungu mwenyewe, tena na ni tabia ya watakatifu, tabia ya kujitoa. Swali ni hili: je, familia yako inajitoaje kwa ajili ya kazi ya Bwana? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya muda? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya zaka na sadaka? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya zaka na sadaka za mifugo? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya zaka na sadaka za vitu? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya zaka na sadaka za mazao? Familia yako inajitoaje kwa ajili ya nguvu zilizopewa na Bwana? Familia yako inajitoaje katika urudishaji wa zaka na sadaka kwa mpango? Swala sio kutoa. Mbingu hazikutoa. Mbingu zilitoa kitu chenye hadhi, kitu chenye heshima, kitu chenye thamani, kitu kilicho kikamilifu, kitu bora, kitu cha pekee. Kwa hiyo matoleo yetu yote yanatakiwa yapimwe katika muktadha wa kujitoa kwa viwango vya juu. Hilo ndio linatakiwa. Na ndio maana sadaka zina vigezo vyake, matoleo yana vigezo vyake, na vigezo vilishowekwa tayari na mbingu. Zaka 1/10 ya mapato tunayopata. Sadaka kuanzia 1/10 na kuendelea, hiyo ni ya Bwana. Urudishaji wa zaka na sadaka ni wa maana sana katika kujitoa. Vigezo vya sadaka: ilitolewa kwa upendo, ilitolewa kwa hiari, ilitolewa iliyo njema na bora yenye thamani,
ilitolewa isiyo na ila wala wa. Petro wa kwanza 1:19. Ilitolewa iliyo kamili, iliyojitosheleza. Ilitolewa iliyoandaliwa na kupangwa milele. Na tunaona ya kwamba Mungu akupangiwa. Kwa nini leo umpangie Mungu katika kujitoa? Huku Bwana amekupa mapato na unampangia Mungu, na kati Mungu alishaweka mzani wa matoleo, mzani wa kujitoa katika zaka. Mzani wa kujitoa katika zaka, sadaka kwa mpango. Mungu alishaweka. Yeye kupangiwa, hakuhamasishwa wala kushurutishwa wala kufuatiliwa. Leo watu paka wafuatilie, wahamasishe, washurutishe. Unani swala lao la kujitoa na wokovu wa maisha yao, wala kukurupushwa. Leo eti paka watu wanakurupuka anapoenda kwenye ibada. Hata zaka sadaka hajaipanga vizuri, sababu hajajifunza jinsi mbingu zilivyotoa. Kama tungetambua ya kwamba mbingu zilivyotoa na kujitoa kwa gharama kubwa, kwa gharama ya pekee, damu ya mwana wa Mungu ikamwagika, damu yenye thamani, damu isiyo na hatia kwa ajili yangu na kwa ajili yako wewe na mimi. Ni jambo gani ambalo linafanya usijitoe? Je, ni mke wako ambaye ni kizuizi cha kutojitoa kwa Bwana Mungu wako kwa zaka na sadaka? Je, ni mume wako ni kikwazo? Je, ni watoto ni kikwazo? Nahitaji kutahadharishe wewe mama unanisikia, kama ndio unafanya mume wako asilete zaka na sadaka kwa ukamilifu, na kutahadharisha damu yake itakulilia. Kama ni wewe baba unanisikia, wewe ni chanzo kwa mke wako, unafanya asirudishe zaka na sadaka kwa ukamilifu, kujitoa kwa Bwana, damu yake itakulilia. Kama ni wewe ni mama, baba, ni kikwazo kwa watoto wako, unafanya wasijitoe kwa kurudisha zaka na sadaka ghalani mwa Bwana, damu hiyo itakulilia. Ni jambo la kutafakari sana. Swala la kujitoa ni la muhimu. Swala la kujitoa ni la maana. Na ndio maana katika maisha haya utagundua ya kwamba kama Mungu asingejitoa kumtoa mwana wa pekee, mimi na wewe tungelifia dhambini. Angalia thamani ya mdhambi ikasababisha damu ya Yesu Kristo kumwagika. Na ndio maana mbingu zilitoa sadaka kubwa asiyoweza kuitoa yoyote. Swala la kujitoa ni la maana. Swala la kumrudishia Bwana zaka na sadaka kwa ukamilifu kwa kujitoa ni la maana. Lakini kuna watu wanacheza na matoleo. Kuna watu wanacheza na zaka. Kuna watu wanacheza na sadaka. Wanasahau Bwana alipojitoa kwa kumtoa mwana wa pekee. Wanasahau thamani kubwa katika msalaba wa Kalvari. Hebu chukulia jinsi mwanawe Mungu alipoteseka pale Kalvari. Hebu angalia misumari mikononi mwake. Hebu angalia taji ya miiba kichwani. Hebu angalia misumari kwenye miguu. Hebu angalia mkuki ubavuni kwa ajili yako. Hebu angalia alipovuliwa nguo zote akawa UCHI. Aibu kiasi gani? Kwa nini mimi na wewe tushindwe kujitoa kwa matoleo? Ushindwe kujitoa kwa Mungu wako, kumpa stahiki yake. Na hivi vitu vya dunia ni vya kupita ndugu yangu. Na hivi vitu vya dunia siku moja wewe na mimi tutaviacha. Ikiwa tutaviacha, kwa nini usifanye maamuzi ya matengenezo na uamusho wa kujitoa? Kujitoa upya kwa Bwana. Kujitoa upya, kutocheza na matoleo. Kama Bwana angehesabu yale tuliyomtendea yaliyo mabaya, ni nani angelisimama? Ndio maana Ayubu aliandika
Kama Bwana angelihesabu maovu yetu, ni nani angelisimama? Angalia mbingu zilipojitoa. Mbingu zimejitoa kwa namna pekee kumtoa mwana wa pekee. Thamani yangu ya kwako ni ya maana sana. Na kadri unapojitoa kwa Mungu wako, unawekeza katika hazina isiyokauka. Hazina isiyokauka. Unawekeza katika uzima wa milele. Tunapojitoa kwa zaka na sadaka, tunawekeza katika hazina ya milele. Zaka zetu, sadaka zetu zitaonyesha jinsi ya kujitoa kwa ukamilifu. Kujitoa ni mpango wa mbingu. Kujitoa ni mbaraka. Kujitoa ni sehemu ya wokovu. Kadri unavyojitoa, au tabaki kama ulivyo. Na ndio maana Daudi alinena mahali fulani kwamba alikuwa kijana na sasa ni mzee. Hajaona mwenye yake akiachwa wala mzao wake akiomba chakula. Swala la kujitoa kwa Mungu, kutembea na Mungu. Swala la kujitoa kwa nguvu zako. Swala la kujitoa kwa mali zako. Swala la kujitoa kwa ulivyokabidhiwa na Bwana, vikategemeza kazi ya Bwana. Hautabaki mkiwa, hautabaki kama ulivyo. Mbingu zitapambana nawe. Mbingu zitakuwezesha. Mbingu zitakujalia. Kwa hiyo katika kudumisha miiko na maadili katika matoleo, swala la kujitoa hatutajiepusha nalo. Swala la kujitoa litazidi kuendelea kudumisha viwango vya uadilifu, kudumisha viwango vya miiko katika matoleo. Lazima tujitoe. Uwe miongoni mwa watu ambao watawafundisha wengine kujitoa kwa Bwana wao kwa kadri anavyowabariki. Lifundishe kanisa lako kujitoa kwa kadri linavyobarikiwa. Ndiyo natambua ya kwamba Bwana amekubariki katika nyanja fulani. Bwana amekubariki katika miradi yako, lakini mbona hujitoi kwa ukamilifu? Tunapozungumza swala la kujitoa, sio kujitoa tu peke yake, bali kujitoa kwa ukamilifu. Mbingu zilitoa kwa ukamilifu. Na ndio maana tunaona leo tupo. Kama mbingu zingetoa nusu bila ukamilifu, mimi na wewe tulikuwa watu wa kupotea. Kwa nini utoe zaka nusu? Kwa nini usitoe kwa ukamilifu? Kama mbingu zilitoa kwa ukamilifu, unapata wapi mzani wa kutoa nusu? Unapata wapi mzani wa kutoa robo? Biblia inasema kabisa, naibiwa zaka na dhabihu. Na wewe unatoa zaka peke yake, na wewe unatoa sadaka peke yake, na Bwana anavihitaji vyote viwili. Zaka na sadaka ni mapacha, havitenganishwi. Vyote vinapaswa kutolewa tena kwa ukamilifu. Vyote vinapaswa kutolewa tena visivyo na ila. Vyote vinapaswa kutolewa vilivyo bora. Vyote vinafanana. Zaka na sadaka vinafanana, wala vitenganishwi. Nahitaji niwaambie kwamba muhimu katika matoleo, ibada zetu mbele za Mungu hazipaswi kuendeshwa kama tupendavyo sisi au kwa jinsi tunavyojisikia, bali kwa kuzingatia kwa karibu sana mapenzi ya Mungu, kama yeye mwenyewe alivyotufunulia kwa kumtoa mwana wa pekee. Alipomtoa mwana wa pekee, mimi na wewe, ili tuwe na uzima tele, na hatimaye injili ihubiriwe, watu waandaliwe kwa uzima wa milele. Wapendwa, nahitaji niwaambie kwamba katika swala la zaka na sadaka, tunapojitoa, zaka inahesabiwa, lakini sadaka inachaguliwa. Iliyo bora, iliyo nona, iliyo njema. Zaka inatakiwa iwe kamili. Unapojitoa katika urudishaji wa zaka na sadaka, toa zaka kamili, lakini sadaka ni kamilifu na kuendelea. Upendo wako kwa Mungu unatakiwa uwe mkubwa, sababu unaporudisha zaka unaonyesha utii kwa Mungu wako. Unaporudisha sadaka unaonyesha upendo kwa Mungu wako. Kwa hiyo utii na upendo havitenganishwi. Zaka na sadaka havitenganishwi. Unapojitoa lazima uelewe ya kwamba
zaka ina kiwango chake. Lazima uelewe sadaka haina kiwango. Sadaka ni endelevu, kutoa na kutoa. Zaka inatengwa kwanza, kisha ukitenga zaka unatenga sadaka, kujitoa. Zaka inakubaliwa yoyote, lakini sadaka haikubaliwi yoyote. Unapoleta kwa Bwana Mungu wako, leta iliyonona, iliyo ya thamani, iliyo bora kwa Mungu wako. Bwana akubariki. Unapodumisha habari ya miiko na maadili katika matoleo, angalia muiko na ili jambo la adili la kujitoa ni la maana sana. Unapobarikiwa, nenda kwenye ibada, nenda katoe moyo wako kwa ajili ya kazi ya Bwana, nenda katoe nguvu zako kwa ajili ya kazi ya Bwana, nenda katoe matoleo kwa ajili ya kazi ya Bwana kwa ukamilifu wake. Bwana akubariki, hautajuta. Ubarikiwe na Bwana unapotekeleza miiko na maadili katika matoleo, hasa hii namba 2 inayosema kujitoa kwa Bwana Mungu wako. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Na tuombe. Baba, mbariki mtugu msikilizaji, adumishe miiko na desturi na tamaduni za kanisa la Adventista wa Sabato na maadili na miiko hii ya matoleo katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.